Tangu alipoibuka kwa kishindo mwanzoni mwa miaka ya 2010 akiwa na ustadi kamili wa sanaa ya mapigano ya silat, mwamba huyu ameendelea kuonekana katika uzalishaji wa filamu mbalimbali duniani kote. Hapo awali alikuwa ni kiungo wa kati katika klabu ya soka ya Ligi B ya Indonesia, lakini ndoto yake ya kuwa nyota wa soka ilikatizwa baada ya klabu yake kufilisika. Kwa filamu ya The Raid hakutaka kutumia hatua moja ya mapigano mara mbili, hata katika filamu tofauti hakutaka mapigano yajirudie. Ingawa hii ni changamoto kubwa, lakini mwamba huyu alikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu kuigiza kuliko mapigano, na akawa analazimika kukimbia kuzunguka seti ili ajitulize aweze kuigiza vizuri. Licha ya kuwa tunamjua kwa mapigano mazuri katika filamu, hii ni stori yake. Iko Uwais alizaliwa mnamo Februari 12 mwaka 1983 na kupewa jina la Uwais Koni huko Jakarta, Indonesia. Wazazi wake ni Mustafa na Maisyaro Kamaluddin. Babu yake aitwaye H. Ahmad Bunawar alikuwa ni bingwa wa mapigano ya silati na mwanzilishi wa shule ya silati. Iko Uwais alipatiwa jina kwa heshima ya mtu ambaye anafahamika katika dini ya Kiislamu wa karne ya aliyeitwa Uwais Al-Qarn. Tangu akiwa na umri wa miaka 10, Iko Uwais amekuwa akifanya mazoezi ya Pencak Silat, yani sanaa ya mapigano ya jadi ya Indonesia chini ya uongozi wa babu yake. Mnamo mwaka 2005, Iko alishinda ubingwa wa kitaifa katika kipengele cha maonesho ya silati. Iko Uwais ni mwigizaji, mtaalamu wa hatua za mapigano, mpangaji wa mapigano na msanii wa sanaa ya mapigano wa Kiindonesia. Mnamo mwaka 2007, Iko alikutana na mwongozaji wa filamu aitwaye Gareth Evans ambaye alikuwa akitengeneza filamu ya makala kuhusu sanaa ya mapigano ya silat katika ukumbi wa mazoezi ambao Iko alikuwa akifanya mazoezi. Mvuto wa asili wa Iko na uwepo wake mzuri mbele ya kamera ulimshawishi Gareth Evans amchague kama mhusika mkuu katika filamu yake ya kwanza ya mapigano iliyoitwa Merantau. Baada ya kusaini mkataba wa miaka 5 na Gareth Evans pamoja na kampuni yake ya utayarishaji, Iko aliacha kazi yake ya kila siku kama dereva wa operations za kila siku katika kampuni ya mawasiliano ya Indonesia iitwayo Asia. Katika uigizaji wake wa kwanza kupitia filamu ya Merantau, Iko alicheza kama kijana wa kabila la Minang, yani Sumatra ya Magharibi, jambo lililomlazimu kujifunza mtindo wa silati harimau, yani mtindo wa kupigana kama chui, kutoka kwa mwalimu Edwel Datuki Rajo Gampo Alam. Merantau ilitolewa Indonesia tarehe 6 Agosti 2009 na ilioneshwa katika tamasha la filamu la kimataifa la Bucheon International Fantastic Film Festival nchini Korea Kusini na Fantastic Fest huko Austin, Texas, Marekani, ambapo ilipata mapokezi mazuri sana. Merantau ilishinda tuzo ya filamu bora katika tamasha la Action Fest la mwaka 2010. Ushirikiano wa pili wa Iko na Gareth ulikuwa kupitia filamu ya The Raid, filamu ambayo inajulikana kama The Raid Redemption kwa Marekani. Filamu hii ilianza kurekodiwa katikati ya Machi 2011 na kutolewa katikati ya 2012. The Raid ilisifiwa sana na wakosoaji na watazamaji katika matamasha mbalimbali na imeendelea kuhesabiwa kama moja ya filamu bora za sanaa ya mapigano kwa miaka mingi sana. Mwaka uliofuata, Iko alionekana kwa muda mfupi katika filamu ya kwanza ya Keanu Reeves kama mwongozaji wa filamu iliyoitwa Man of Tai Chi. Mnamo mwaka 2014, Iko alishirikiana kwa mara ya 3 na Gareth Evans katika filamu ya The Raid 2, ukiwa ni mwendelezo wa filamu ya The Raid. Mwaka uliofuata, Iko pia alionekana kwa kifupi katika filamu ya Star Wars The Force Awakens ya mwaka 2015. Katika filamu hii alikuwa pamoja na waigizaji wenzake wa Kiindonesia kutoka kwenye The Raid 2, yani Yayan Ruhian
na Sesep Arif Rahman. Pia alipewa kazi ya kupanga mapigano ya panga za mwanga, yani lightsabers, kwenye filamu hii na mwongozaji wa filamu J.J. Abrams. Lakini sehemu hiyo iliondolewa kwa kuwa ilionekana kuwa ya vurugu na ukatili kupita kiasi. Mnamo mwaka 2016 alionekana katika filamu ya sanaa ya mapigano iitwayo Headshot, filamu ambayo ilipata maoni mazuri kwa ujumla. Mnamo mwaka 2017 Iko Uwais alishiriki katika filamu ya kimataifa ya sanaa ya mapigano iitwayo Triple Threat akiwa pamoja na Tony Jaa, Michael J. White, Tiger Chen na Scott Adkins. Filamu hiyo ilikuja kutolewa mapema mwaka 2019. Mnamo mwaka 2018 alionekana tena katika filamu kali za mapigano za Mile 22 na The Night Comes For Us. Berani banget lo ngomong kayak gitu. Mending lo siap-siap sekarang. Katika mwaka huo huo ilitangazwa kuwa Iko alichaguliwa kama mhusika mkuu ambaye anaitwa Kai Jin katika series ya Netflix iitwayo Wu Assassins. Series hii ilianza kuoneshwa tarehe 8 Agosti 2019. Iko alirudia uhusika wake kama Kai Jin katika filamu ya Fistful of Vengeance, filamu ambayo ilitolewa mnamo Februari 17 mwaka 2022 na kupata maoni mchanganyiko. Mwaka 2019 Iko alicheza katika filamu ya ucheshi na mapigano ambayo iliitwa Staba pamoja na Kumail Nanjiani na Dave Bautista. Katika mwaka huo huo ilitangazwa kuwa Iko angeonekana katika filamu ya Chinatown Express akicheza kama mwanaume ambaye alilazimika kupambana na magenge ya jiji la New York. Lengo ni kuokoa familia yake baada ya kutoweka kwa mtoto wake wakati wa machafuko ya genge. Pia ilitangazwa kuwa ataigiza katika filamu ya The Bellhop, mojawapo ya filamu 5 za kwanza chini ya Balboa Productions, yani kampuni ya utayarishaji ya Sylvester Stallone iliyoanzishwa mwaka 2018. Iko alicheza kama Headmaster katika filamu iitwayo Snake Eyes, filamu inayotokana na mfululizo wa filamu yani spin-off ya filamu za G.I. Joe. Filamu hii ilitolewa mnamo Julai 23 mwaka 2021. Mnamo Oktoba 2021, Iko alijiunga na waigizaji wakubwa wa filamu za mapigano ndani ya Hollywood na kushiriki katika filamu ya Expendables 4, filamu ambayo ilitolewa mwaka 2023 na kupata maoni hasi. Mnamo Mei mwaka 2023 ilitangazwa kuwa Iko Uwais angeigiza katika filamu ya kisayansi ya kutisha Ash iliyoongozwa na Flying Lotus, akiigiza pamoja na Aaron Paul, Eiza Gonzalez, Beulah Koale na Kate Elliott. Mnamo Januari 2025, Iko Uwais alifichua kuwa ameanzisha kampuni ya utayarishaji wa filamu ambayo anaiendesha pamoja na timu yake na washirika wake. Kampuni hiyo inaitwa Uwais Pictures na inawekeza nguvu zaidi kwenye filamu za mapigano. Uwais Pictures inaendelea kupanua wigo wake hadi kwenye soko la kimataifa. Lengo ni kurudia mafanikio ya filamu zilizotengenezwa kwa bajeti ndogo na kwa lugha ya kienyeji, ikiwemo The Raid na The Night Comes For Us. Filamu za awali za kampuni hiyo zinajumuisha Timur, filamu ya kwanza ya Iko kama mwongozaji wa filamu ambayo ni simulizi ya tukio la utekaji nyara la Mapenduma la mwaka 1996 na Iko akishiriki ndani yake. Iko alifunga ndoa na mwimbaji Audy Item katika hoteli ya Grand Mahankam mnamo tarehe 25 Juni 2012 huko Jakarta. Wawili hawa wana mabinti wawili, Atreya Siala Putri Uwais na Aneska Laila Putri Uwais. Naam, hayo ndo ya kumuhusu Iko Uwais. Je, ungependa kupata story ya nani ambaye ni mwigizaji au mtu wa nyuma ya kamera, iwe ni Hollywood au popote duniani? Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe na video nzuri kuhusu waigizaji, filamu na watu wa nyuma ya kamera. Tukutane video inayofuata.